Let's turn to our Bibles in the book of Esther. Esther chapter, where we live. Open Esther chapter number 1, and it's a marathon. We are going through the whole book of Esther. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5, 6, mpaka chapter ya mwisho, chapter 10. A very interesting story. Bwana asifiwe. That's why nimesema kwamba sitasoma chapter 1 verse 1. The book of Esther is a book that when you begin to read, utaki kusimama. It's such a delicacy in the word of God. Yenye unaanza kusoma na hakuna mahali ya kuachia. Unataka uendelee hadi mwisho. Bwana asifiwe. And I want to trust God kwamba tutaendelea hadi mwisho. Usiangalie saa. I want to pray kwamba hata ikiwezekana mgeuze hiyo saa upside down. Na nataka kuomba kwamba Mungu aguse simu zenu na saa iharibike. Msiangalie saa hivi mwanzo kuniambia leo saa imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Because as I was studying the book of Esther, I found so many interesting things, and it's just nice. You don't want to stop. Bwana asifiwe. And it's a story of a lady, a young lady who is not even just a lady, but an orphan lady. Bwana asifiwe. By the name Esther. And the story of Esther, if you read it, the background of the story is, kuna wakati the Babylonians walishika mateka wana wa Israeli. When you read the book of Daniel, you will see Daniel prophesying that. Na wakati walishikwa mateka, wakashikwa mateka, and they went to an empire, the Persian Empire, na wakashikwa wakaenda mateka huko. And so after 70 years, as they prophesied, yule mfalme ambaye alikuwa pale, probably alikuwa mfalme anaitwa Darius, akasema kwamba nyinyi tuliwashika mateka, and so your time ya kuwa captivity imeisha, and so wakarudishiwa, wakarudi makwao. Bwana asifiwe. And so wana wa Israeli walipokuwa wakirudi makwao, the history has it that kuna watu wawili ambao walibaki. Mmoja wao ni Esther na mwingine anaitwa Mordekai. Wakati watu wengine walisukuma, wakaamua kwamba we do not now hold as slaves anymore. Ile camp ikafungwa venye saizi. For those of us who are watching news, mnajua kwamba wanataka kufunga ile camp ya Dadaab na watu ambao wako pale, all refugees warudi kwao. Basi Esther akaamua pamoja na mko yake Mordekai, au cousin yake Mordekai, akaamua kwamba watabaki. And the Bible says kwamba they were orphans, which means kwamba labda wazazi wao walishikwa mateka ama babu yao walishikwa mateka na wakapelekwa na Babylonians. And so wakati wanaachiliwa kwamba watu warudi makwao, Esther akiwa msichana mdogo na huyo Mordekai, labda wakajiuliza, no, these are now my words, these are not in the Bible, but they could also be true. Wakajiuliza kwamba sasa sisi tunarudi wapi? Hawa wanarudi, labda mababu zao waliwaambia mahali nchi yao iko, mahali shamba yao iko, lakini sasa sisi tunarudi wapi? And also Esther is a lady or a girl ambaye labda hata akirudi hana inheritance huko. And so Esther and Mordekai decided kwamba hakuna kwenye tunarudi, wacha watu warudi, sisi tubaki hapa. After all, hapa ndio tumezaliwa, hapa ndio tunajua, hata kama tulikuwa mateka na tumekuwa slaves, but hapa ndio tunajua. And so Esther remained behind na huyo anko yake Mordekai, na wakabaki pale. Probably labda kulikuwa na watu wengine wa hiyo nchi ambayo waliwachukua vizuri na wakakaa nao vizuri. And so wakabaki. And so as you read Esther chapter 1, the Bible begins by telling us a story of what happened in that land. That it was the 3rd year of the reign of King Ahasuerus, the empire of the Median Persia, which with its 127 provinces stretching from India to Ethiopia. Provinces, sio kama Nyanza na Rift Valley, a whole country ilikuwa inaitwa province. Bwana asifiwe. So
This empire alikuwa na govern over 127 provinces, which in today's world will be 127 countries, stretching all the way from India to Libya inashika mpaka Ethiopia. That means probably kama imetoka India na imeenda mpaka Ethiopia, then Kenya haijatajwa, but I want to believe kwamba labda ilikuwa kwa katikati. And so huyu mfalme akaamua kwamba akafanya sherehe. Esther chapter 1 opens by huyu mfalme akifanya sherehe, na haikuwa sherehe vile, ilikuwa like a military training or a summit ya strategy wenye walikuwa wanaenda kupigana. Wale wa historia walitell kwamba kulikuwa na vita, and this empire alikuwa ameshindwa. The empire wa Persia, kuna wakati aliattack the Greece, na alipoenda kwa vita huko akapigwa. And so this guy is organizing this festive or this summit in preparation kwa vita. Alikuwa anataka kwenda kufanya revenge. And so as you prepare for war, one of the strategies ya vita ni kwamba you can display your military. Ukitaka kwenda vita vizuri, kitu ya kwanza ambao unaweza fanya, ambao huyu jamaa alikuwa anafanya during this 6 months, ni kwamba alikuwa na display his military prowess. Kwamba ukionyesha wanajeshi yako, ukionyesha silaha zile uko nazo, labda adui ataangalia na aseme hapa ni kubaya. Hawa jamaa wakikuja kutupiga huenda watakumaliza. Bwana asifiwe. And so that is what this king alikuwa anafanya for a whole 6 months. Ilikuwa display ya military, na top officials walikuwa wamekusanyika pale, and they were discussing how they were going again to revenge against this empire, the Greece empire, ile ambayo kuna wakati walienda na ikawapiga, ikachukua wanajeshi wao na ikaua and such like this. And so for a whole 6 months wakawa to plan and to display the military and to strategize how they were going even to execute and have a revenge on the Greece empire. The Persian empire by then was very strong. Only the Babylonian empire ilikuwa juu yao wakati hiyo. And so jamaa akawa anapanga kwamba Greece hawezi kupiga, lazima to revenge. For a whole 6 months akawa anapanga just military display, na watu wanakuja na wanasherehekea. And the Bible records kwamba at the end of this 6 months, jamaa akasema kwamba tumepanga na sasa hivi vita tunaenda kushinda. And so this calls for a celebration. And as you read, when verse 5 says that when it was all over, the king gave a special party for the public servants and the officials, Gentiles and cabinet officials alike, for 7 days of revelry. Baada ya miezi 6 kuisha, huyo mfalme akasema kwamba sasa tumepanga na we are going to strike these guys. Na sasa hii sherehe ishe vizuri, ili kongamano ishe vizuri, let us have some party. And the Bible says kwamba it was a party lasting for 7 days. Sherehe ile mzuri, meza imeandaliwa, watu wanakula wakisherekea, wakijua kwamba vita hivi wanaoenda watashinda. Bwana asifiwe. And probably I think they were aware of, the Bible says that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. So because of everything that they put in place, they had all the faith na wakasema kwamba hii tunaenda kupiga na hii tunaenda kushinda. Kwa hivyo hii ni vita ambayo tumeshinda tayari, kila ambacho iko mbele yetu sasa wacha tuite sherehe na tukule na tukunywe. And the Bible says kwamba watu wakawa wamekula. Verse 7, drinks were served in golden goblets of many sizes, and there was an abundance of royal wine, for the king was feeling very generous. Kila mtu alikuwa anakunywa kadri ya uwezo wake. Unajua, ukienda kwa sherehe ya mfalme, wakati mwingine watu wanakula kulingana na vile mfalme anakula. Bwana asifiwe. When you are invited and
labda sherehe ambayo rais hapo ama deputy president ama any high ranking government official, chakula huwa inawekwa kwa hiyo meza vizuri, lakini watu wanakulanga kulingana na venye mfalme anakula. So that kama ni mfalme alikuwa anakunywa wine, saa hiyo akiinua ndio unakunywa. Kama chakula iko kwa meza na mfalme amekula na ameshiba, saa zingine hata wakuli sana, amoja tu kidogo na ameshiba, akiamka watu wale wanaamuka. Bwana asifiwe. Au baki kwa meza, kwa especially kama kwa hiyo high-tech. Siku nyingine tukiwa tu hapa show then I think the deputy president akaja, so I was lucky nikaitwa kwa hiyo luncheon. Chakula iko bwana. And then that guy comes, na pia mnaenda mbele yake kabla hajakuja, mnaenda mnakaa, mnaangalia kwa chakula, hamwezi kula mpaka saa ile ataanza. So the guy comes and watu wananao, then they say pastor pray and then tukaomba, then akaanza kukula. Baada ya dakika 2 naona jamaa ameamka anaenda kunawa, tunatakikana kwa kiwanja huko chini. Sasa hizo mimi bado ndio nilikuwa nachagua chakula nini. Watu wanaamka na tunaamka wote. Unashangaa sasa huko kwa kiwanja, lakini nafikiria mtazaji kurudi huko. So that is what was happening. But then he Biblia inasema kwamba this king was very generous, na akasema kwamba hata limit watu, anasema kwamba watu wakule venye wanataka. Sio mfalme akikula ndio mnakula, ama akikunywa ndio mnakunywa. And so watu wakakula, watu wakakunywa, watu wakashiba. Ile kitu alilimit tu ni kwamba mtu asizuiwe ama asilazimishwe kukunywa mingi, mtu akunywe venye anataka. Then baada ya 7 days, as you read it, you realize kwamba verse 9 says kwamba wanaume walipokuwa wakikula na mfalme, then the queen pia aliandalia wanawake chakula. Probably kama ni mfalme alikuwa ameita watu na mtu labda alikuwa anakuja na mke wake, then wanawake wakifika walikuwa naenda na queen anawahost huko, then king pia kuna watu wake. Then Queen Vashti verse 9 says also gave a party for all the women wenye walikuwa hapo. Then baadaye king akawa sasa amesema kwamba hii vita tunaenda kushinda, mimi niko na wanajeshi, niko na silaha, na pia kuna kitu moja ambayo niko nayo. Sasa hivi unajua pia king amekunywa kawai, kameshika chini. Akasema na nyinyi pia mjui, pia niko na mwanamke mrembo zaidi, wacha kuja hapa mmuone. And then the king is drunkenness, akasema kwamba wewe soldiers na nini, enda mwambie Nyasembo akuje hapa mbele, nataka muone mbibi yangu ni mrembo. And so the king ordered kwamba mwanamke queen yake ambaye anaitwa Vashti aende alete. Bwana asifiwe. Hata Vashti labda alikuwa mwanamke ambaye pia ni mwoga. Kuna wale wa mama ambao hawapendi public limelight sana, na labda alikuwa anajua bwana yake, anajua kwamba huyu king, akauliza wale watu, na king anajua ati yako sawa, amekunywa ako sawa. Basi Vashti akajua kwamba bwana yangu mimi namjua, kama ni mlevi anaweza kuaibisha huko, kwa hivyo mimi siendi. Then wale wakamwambia ni king anakuita, akasema wote ajue mambo ya king, huyu ni bwana yangu mimi namjua, mimi siendi. And so Queen Vashti akakataa na akasema yeye sababu hataki kuamrishwa na mlevi. Bwana asifiwe. Alijua labda king akimuita akifika hapo mbele labda atamwaga, atamkiss. You know, there are those guys who can just do anything, especially wakati mambo iko sawa. Na labda king alikuwa mtu very shy, akakataa. Baada ya kukataa, wale jamaa wakarudi alipofika, then mfalme akauliza, wapi bibi yangu? Then akawaambia kwamba mfalme, we are sorry but Queen Vashti amesema kwamba hawezi kuja. What? Amesema wewe fanya nini? Hawezi kuja. Na unajua sasa hivi anaambiwa na hapo na wanaume wanakunywa nao na probably wana dance na sherehe inaendelea. King alikasirika. Baada ya kukasirika akauliza, we, ni nini hii inaendelea? Ati mwanamke nimeita na amekataa kukuja.
and that was something that was unheard of. Haikuwahi sikizwa mahali. Ndiposa hakukuwa na sheria yenye ilikuwa inasema kwamba mwanamke akikataa afanyiwe hivi. Kwa hivyo ilibidi wakae chini na watunge sheria. Bwana asifiwe. Nakumbuka wenye wanatunga sheria anawauliza kwamba tufanye nini mwanamke akikataa kuja. Hiyo kitu haijawahi sikika, lakini hebu acha tukae chini tufikirie. Akaita wale lawyers wake na wale wazee wake. Na wale watu wanaitwa hapo ni walevi na ni wanaume. Wanataka kutunga sheria juu ya mwanamke mwenye amekataa. Ni kama kuchukua kuwa nini? Watunga sheria juu ya mambo ya mahindi. Wanafikiria mahindi watatoboa hapo kweli? Uchukue mbuzi, ati mbuzi wamekosa, alafu unachukua fisi, ati sasa ndio inataka kutunga sheria ya kupani shuru mbuzi. Atafaulu kweli? Wale wanaume wakasema mfalme, ile kitu mwanamke amefanya ni mbaya sana. Na ukimruhusu aendelee hivi, hata sisi wanawake wetu watudharau, hakuna kitu tutaongea. Maana watasema kwamba kama Nyasembu ndio leo alita na akakataa kukuja, sasa wewe mama Mashara utaambia nini mama Joni? Wakasema hiyo kitu ni mbaya. Na ili iwe funzo kwa wanawake wengine wenye tabia kama hiyo, wewe fukuza wewe mwanamke. Lakini akakaa. Na unajua sasa hizo ni walevi wote. Bwana asifiwe. Bado pombe iko kwa akili. Kinga akakaa akasema hiyo ni sawa, nipe kalamu. Na akaandika degree akisema kwamba Queen Vashti kuanzia leo amefukuzwa, sio mke wangu tena. Aende. Na akaandika degree nyingine, the Bible is very interesting. Ikisema kwamba wanawake wote waheshimu wanazao. I want to read that. Na nataka nisome wanawake wa mama wote wakisikia. But they conveyed the emperor's order, she refused. Verse 17, hapo ni mahali bado wanaongea. Verse 19 nasema kwamba we suggest this subject to your agreement. You issue a royal edict, a law to the Medes and the Persians that can never be changed. Sheria ambayo haiwezi kuvunjwa. Bwana asifiwe. Na haijawahi kuvunjwa tena. Mnasikia hii sheria wa mama? A law that can never be changed, that Queen Vashti be forever banished from your presence, and that you choose another queen. Mfalme akakubali. Then verse 21, the king and all his aides thought about this, that it made good sense, and he followed the council, and sent letters to all provinces in all local languages, kwa Kijaluo, kwa Kikale, kwa Kipokot, kwa Kikikuyu, that every man should rule in his own, and that should assert his authority. Na hii sheria haijawahi kuvunjwa. Bwana asifiwe wa mama. Kwamba wamama wote wafanye nini? Watii bwana zao. And so Vashti akawa amefukuzwa. Bwana asifiwe. Just by that, kwa kukataa amri ya mwanaume ambaye ni mlevi. Hiyo ilikuwa fair kweli? Pastor Paul. Mwanaume mlevi, ukataa amri yake alafu unafukuzwa tu hivi. And then as you read chapter 2, King Ahasuerus alienda vita na wakashindwa kwa vita, na akawa ako depressed so much. Vita ilimshinda, wale the Greeks wakampiga kwa hiyo vita, and King Ahasuerus took more than 4 years bila kutafuta mwanamke mwingine. 4 years bila mwanamke. Bwana asifiwe. And then after those 4 years, then wakasema kwamba wachague sasa mwanamke ya replace Queen Vashti. And so as I was just looking to this, nikawa naangalia siku hizi, especially to the youth, wacha niongee na wale ambao hawajaoa na kuolewa kina Ann. Mtu akikubreak hata nachukua siku ngapi baada ya kabla move on? 2 weeks. Ali nasikia hiyo maneno.
Ukijaribu tu sasa hivi 1 hour na amepata mwingine. Ukivunja moyo sasa hivi nachukua siku ngapi kabla move on? Mwaka. Wengine wanasema immediately, hata usingoje uvunje moyo. But then, this king waited for 4 years. I think 4 years is a good time to heal. And then after those 4 years, wakakaa chini wakasema sasa inafaa tuchague mwanamke. And the Persian Empire ilikuwa na more than 50 million, I think, going by the statistics. And for 50 million, that means if you divide it half, then it means kwamba wanawake ama wamama walikuwa 25 million, wanaume 25 million. And so wakasema kwamba katika hizo provinces zote wanataka kuchagua mama mmoja mwenye ata replace Vashti. That is the place that now Esther wanna begin to mention jina ya Esther. So wakati ujumbe ilitumwa in all province kwamba wanataka mwanamke, na kuna qualities zile walikuwa wanataka tabia mzuri, na awe virgin, awe mtu ambaye ni mrembo. Then Esther wakachaguliwa, the Bible says kwamba 400 of them wakachaguliwa na wakawekwa kwa academy na wakawa wanafunzwa mambo ya kukaa venye unakaa na mfalme. And then finally wakapita mbele ya mfalme, and the Bible says kwamba Esther akawa amechaguliwa. Bwana asifiwe. Amen. There are things that God can give you. There are things that you can decide to shape yourself so that you fit into qualifications. Walikuwa wanataka urembo. I believe out of more than 20 million girls, warembo walikuwa wengi. Bwana asifiwe. Walikuwa wanataka mtu ambaye ni wa tabia nzuri. Hiyo urembo Mungu atakuumba naye na utakuwa tu mrembo. Lakini tabia nzuri wewe mwenyewe utachagua kama utakuwa na tabia nzuri ama mbaya. Alafu walikuwa wanataka virgins. Msichana mwenye amejitunza, sio mwenye amelala na kila mwanaume. And so Mungu anaweza kukupea urembo, uncles wako anaweza kukulea mpaka wakushape tabia yako kuwe mzuri, but for virginity, to break it or not to break it, ni wewe mwenyewe. Uamue kama unalala na kila mtu mwenye anapita. And so I want to believe that all the 20 million wakachuja wakafika 400. All these guys walikuwa na these qualities. All these 400 guys, ladies. Na kuna wengine more than those millions walichuja sababu wako na those qualities. There are places that God wants to take each and every one of us. Lakini tabia yako na zile vitu unafanya ama zile vitu haufanyi itakuangusha at the first instance. Bwana asifiwe. So inadepend wewe mwenyewe utakaa namna gani. Saizi tukisema wasema wanaita watu tuende kwa interview fulani ama tuende kutafuta kitu fulani, kuna watu tu ambaye hata wenyewe hawataenda maana wanajijua. Bwana asifiwe. Tuseme saizi tu tumesema kwamba kuna zawadi atataka kupea mwanamke mmoja mwenye nidhamu kwa hii kambi. Tumesema tu mwenye nidhamu. Alafu watu wanaambiwa kwamba wajitokeze, waandike jina yao kwa reverend ngao, alafu kutakuwa na mchujo. Najua kuna wamama watasema kama ni mambo ya nidhamu wachana tu nao. Najua watapendekeza tu. Hiyo washachagua tu wenyewe. Hiyo wachana nayo. Maana yeye mwenyewe anajua hiyo nidhamu hana. Bwana asifiwe. Utaanza kusikia hiyo vitu akina Revo washapanga, tunasindikiza tu watu. Hakuna haja, wacha nikae kwangu na watoto wangu. Nilisha akina Joni. Hakuna haja ya waste time. Halafu mashara pia namwambia nani ukweli. Na kumbe si ukweli, ni wewe tu tabia yako na nidhamu yako ndio ishakutoa kwanza kani. How do we stay in our world? Bwana asifiwe. Wakati hiki kilitangazwa in all those 124 provinces, 127, kuna wamama waliambia watoto wao waende. Na kuna wengine mtoto wao alikuwa anataka kwenda, akamwambia wewe, hatutaki ibuka hapa. Maana walijua hawawezi qualify. And so, just as I'm preaching as I continue, my lesson number 1, as we journey through the book of Esther. Wewe mwenyewe unakaa namna gani?
God has created us, all of us equal. Wakati ambapo tuliumbwa na tukazaliwa tukiwa watoto wadogo, tulikuwa na all the dignity and all the rights. Na all of us are equal mbele za Mungu. Lakini wewe mwenyewe unajiweka namna gani? As you grow up, as you live, unapata tu kwamba mtu anajiangusha tu pole pole, anajiangusha tu peke yake. I believe mahali Esther alikuwa as an orphan girl, angekuwa na uwezo yote ya kusema kwamba mimi sasa ni orphan, baba yangu na mama yangu walikufa, naishi tu na a relative hapa, I'm desperate, maisha yangu wacha tu nijiachilie. And Esther could have done all evil things because there was nobody watching over her. She was not answerable to anybody. But then she chose a pure life and a holy life. Bwana asifiwe. And choosing that pure and holy life, wakati hiki kilitangazwa, anko yake Mordekai akamwambia wewe enda, maana nakujua. Na yeye pia akasema hii najiamini, licha ya kwamba watu ni wengi, wacha tuende kwa mchungaji. Wakaenda and 400 of them wakawekwa pale. And finally, baada ya training for 1 year, waiting for 1 year. I believe hata hiyo 400 kuna wengine walisema kwamba hii 1 year ni mingi. Wananiwestia time hapo, wacha nirudi naweza pata mwanamke, lazima niolewe na king. Wengine gave up. And so you look at Esther and you realize kwamba she was a very pure lady, number 1. Number 2, she was also very patient. Bwana asifiwe. Na akangoja, and finally Esther akachaguliwa kwa the next queen to replace Vashti. Bwana asifiwe. God, well, as you read the book of Esther, you also realize one thing I didn't mention is that the whole 10 chapters of the book of Esther, jina Mungu haijatajwa. The name God does not appear. It's one of the books that as you read, as told you, it's very interesting, but as you read the whole of it, hakuna mahali jina Mungu imetajwa, either Yahweh, God, Jehovah, Jesus haijatajwa. And so you look at it and some people debate na kusema kwamba this is a very secular book. But I also want to bring it to us that it might look secular, but I want to tell us that God also works in those secular ways. Bwana asifiwe. Kuna vitu Mungu anafanya mahali hata jina yake haijatajwa, but behind the scenes God is working. There are things that are happening to you, there are things that could have happened to you, mpaka zingine unaona kwamba ni mbaya ama inakaa namna gani, but I want to tell you that God is working. The Bible says that, for I know that in all things God worketh for good. And so as you read the book of Esther, you realize that behind the scenes, God was working. And God does it in a very unique and in a very clear way. That an orphan girl, a girl that did not have any connection, a girl that was in a strange land, God was able to use her, and God was able to even lift her from one state to another. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, I just want to also to encourage somebody. Labda uko hapa na haujulikani, hakuna mtu anakujua. There are things that you need na hauna connections. But when the favor of God is upon you, God will bring it to accomplishment. Bwana asifiwe. Mungu haangalii kwamba lazima connect na mtu. Mungu haangalii kwamba lazima uwe you are from a family that is known. I believe out of these 400 ladies wale ambao walifika pale, kuna wenye waliletwa na officials, kuna wenye walikuwa na connections, kuna wenye walikuwa na pesa, hata walikuwa na zaomba njia zao wafike hapo, lakini Esther hakuwa nayo. But God intervened in that situation. The same way God can do it for you. As I speak, I'm one of the guys that I want to say that it is God who has raised me. Bwana asifiwe. I think there are things that happen in my life and I look at them and I'm amazed.
There are things that I cannot explain. It's only God who has done them. At times in my life and even in my career, there are things that I've done and I've achieved. There are people that I've interacted with. It's only connection that can make you reach that level. But I do not have those connections. It's only God who can always do it for me. God has done it. And I want to encourage somebody this morning that God can also do it for you. Do not look down on yourself na useme kwamba mimi siwezi, mimi hakuna mtu najua, mimi nakaa hivi, mimi sijui mimi nakaa namna gani. I want to tell you that in the eyes of God, you are very special. If only you put your life and you honor God and fear God in the thing that you do. Amen. Then the favor of God can be upon you, and God can raise you to stand-ups ambaye watu wataangalia na waseme kwamba huyu ni kama hapo na jambo lingine. Ndio, mimi niko na jambo lingine, na hiyo jambo lingine ni Mungu. Bwana asifiwe. The God that we serve, the God of Esther, can work in your situation. When all the odds are against you, when everything else seems kwamba wewe utaanguka, but wakati uko na Mungu, I want to tell you that God will work wonders for you. I've seen it in my life and He can do it for you. And so Esther anachaguliwa kuwa ni mfalme, ni bibi ya mfalme. She's now a queen, she's appointed. The Bible says kwamba the king alimwangalia and was very impressed na her beauty. And wakati Esther anachaguliwa kuwa queen, as you go with the story, you realize kwamba Esther baada ya kuchaguliwa alikumbuka uncle yake yule ambaye alikuwa anaitwa Mordekai. Bwana asifiwe. Maana chapter 2 accounts kwamba kulikuwa na wakati mwingine kuna watu walikuwa wanapanga kuoa huyu king. Na walikuwa watu ambao walikuwa wanakaa katika the gates of the kingdom. Walikuwa wanakaa katika the gates of the palace. Kwa hivyo lazima wawe ni watu very powerful in government. Wakati walikuwa wanapanga kumuua, then Mordekai akasikia hiyo maneno. And you know Mordekai akasikia hiyo maneno kama alikuwa mbali. Bwana asifiwe. Lazima akasikia hiyo maneno kama ako karibu. Maana wale wanataka kumaliza ufalme walikuwa watu wa karibu sana na watu wa ndani in the palace. So I want to think kwamba kupitania na kupitia, because we also realize kwamba Mordekai is also a Jew mwenye ajulikani. Esther tu ndio alikuwa sasa amefika hiyo mahali. I want to believe kupitana na ile influence ya Esther. Esther akasema kwamba wacha huyu jamaa pia akawe hapa, akafanya kazi hapo. Sasa wakati kulikuwa na plot ya watu walitaka kuua mfalme, Mordekai akasikia. Na wakati huo Mordekai correlated na Esther. So I want to believe kwamba in our language today, Mordekai alifika mahali alikuwa deep state in power. Bwana asifiwe. So that wakati deep state inapanga kwamba wacha tuue huyu jamaa, Mordekai akasikia. Na wakati Mordekai alisikia hiyo story, akanyemelea na akaenda akaambia yule mtoto wao ambaye ni Esther, ambaye sasa ni queen. Akamwambia Esther, hapa kuna jamaa. Hawa jamaa hawafurahi kwamba wewe umekuwa queen. Na wanasema kwamba ili wakumalize lazima wamalize king. So wanataka kuua king. Akanong'onezea Esther, na Esther akakaa pia, alafu usiku akaambia king, akamwambia hapa kuna wajama wawili wanapanga kukuua. Na hii habari nimeipata. And so the Bible records kwamba king hakukimbilia hiyo maneno. Akaform task force akasema kwamba wewe na ndiye kuchunguza hii habari. Na wakachunguza na ikawa kwamba ni ukweli kwamba kuna watu wanataka kumuua. Hawa jamaa wawili walishikwa na wakauawa, and the Bible says kwamba hiyo kitu ikaandikwa na kalamu ya red kwa journal ama records zile za the palace. And so the story goes, Mordekai akabaki tu pale, akataka kusema ndiye aliandika hiyo story. Akabaki tu pale anapata tu anafanya tu kazi. Na sio kitu ambacho nataka kusema ni kwamba kuna watu ambaye Mungu anawainua. Bwana asifiwe. Kama vile Mungu aliinua Esther.
ni rahisi sana Mungu akuinue na usahau wale watu ambaye walikusaidia. Bwana asifiwe. But Esther hakusahau. Baada ya kuinuliwa akakumbuka kwamba kuna mtu mmoja tuna struggle naye hapa. Hebu jamaa pia nimuingize kwa deep state hapa kaya. And hiyo ilikuja ikawasaidia. Wapendwa, I know in life, as I say kwamba ni Mungu ameniinua, I also know friends that have helped me. Lakini kama wanadamu nataka kukuuliza kwamba je, kuna mtu amewahi kukusaidia? Na huyo mtu mwenye alikusaidia ulimtupa ama bado uko naye karibu? Waafrika wengi tuko na tabia kwamba mtu akikusaidia na ngazi, ukipanda ukifika juu unapiga hiyo ngazi ndefu ili watu wasikufikie tena. That is very dangerous. I want to bring it to us kwamba kama kuna mtu amewahi kukusaidia na umefika mahali ambapo umefika, labda msaada wako ulikuwa ni kidogo, it's good to appreciate those guys. It's good even to help them grow with you. Bwana asifiwe. Amen. Esther did that and that thing helped them. Esther angekubali kama bashaolewa na ni mke wa mfalme, ni queen. Ni nini anahitaji kwa maisha tena? Si Mordekai akae huko ateketee peke yake. But Esther aliangalia kama huyu jamaa tumekula naye tabu, huyu jamaa tumeteseka naye, wacha pia yeye nimlete hapa karibu na mimi, hata kama si ndani sana nimlete karibu na mimi. Na hiyo kumleta karibu iliwasaidia. Chapter 3 begins by giving us another character katika the whole script. Inatuambia kwamba kuna jamaa akainuliwa. Jamaa alikuwa anaitwa Haman. And verse 1, soon afterwards King Ahasuerus appointed Haman, son of Hammedatha the Agagite, as prime minister. Na baada ya huyu jamaa anaitwa Haman kuchaguliwa, akawa ameinuliwa kama prime minister, huyu ambaye ni kama deputy president. Biblia inaanza, there's some twist sasa. Kuna watu sasa, kuna vita inaanza kutokezea hapa. Mordekai yako kwa gate, ni soja wa gate hapo, alafu kuna jamaa ameinuliwa anaitwa Haman. Kukawa kuna chuki kati ya wajamaa wawili. Bwana asifiwe. Kati ya Haman na Mordekai. Mordekai akipita, sababu ni mfalme, watu wote wanamuinamia, watu wote wanampigia salute, lakini Mordekai anamwangalia, anasema huyu jamaa hata sidhani kama amesoma vizuri, siwezi mpigia salute. Anasema huyu hata sidhani. But if you look at it deeply, and it comes from, when you read chapter 1, inasema kwamba Haman the Agagite. Hii vita ya jamaa ni shida ambayo ilitokezea kitambo sana. This Agagite, or this Haman, ni descendant wa Amalekites. Amalekites wale the descendants of Esau. Wale baada ya kuuza birthright yake, Mungu akasema kwamba the God cast them, and akasema kwamba they will be wiped in the face of the earth. And as you read your Bible, during Exodus, wana wa Israeli wakitoka Misri, walifika mahali na the Amalekites ikawaattack, ikawapiga vita na ikaua wajamaa wengine. And so kukawa na uhusiano mbaya. King Saul wakati alipata nafasi akawa king, akaenda kuattack the Amalekites, aliwaattack na kaua, lakini akapata mfalme mmoja alikuwa anaitwa Agag. And the Bible records kwamba King Saul spared his life. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio vitu ambayo ilifanya Mungu akasirike na Saul na akatoa Saul kwa uongozi, and then baadaye Samuel akakuja. If you are good Bible student, you realize that kitu yenye Samuel alifanya ni kwamba Samuel aliua yule jamaa kwa kumkata shingo, huyo king ambaye anaitwa Agag. And so huyu ndio the great grandfather ya Haman. Bwana asifiwe. Na Haman na Mordekai pia anajua hii story, anajua kwamba huyu mtu amechaguliwa ni watu ambao hawatambuliki. Na Haman is from the tribe of Benjamin. So kulikuwa na animosity kati ya watu.
wakawa waelewani. So wakati Haman anachaguliwa, Mordekai anaangalia na hataki kumpigia saluti, maana anajua kwamba hii ni taifa ambaye ililaaniwa na Mungu. And so when Haman akaangalia na akauliza, na huyu Mordekai ni nani? Akapewa historia ya Mordekai. Akasema basi, huyu ndio jamaa ambaye babu yake Samuel aliua babu yangu na akapa kwa gate, hata mimi namuua. And so out of that fury, King huyu nani Haman akakasirika, baada ya kuambia kwamba kuna mtu hapa ambaye akupigia saluti. Then akaenda kwake akakasirika, akasema hebu mwende mnichimbie shimo, huyu jamaa tutamuua. Bwana asifiwe. Lakini kabla hiyo hata akasema kwamba huyu sio kumuua tu, huyu jamaa tutamuua na ukoo yake yote. All the Jews wenye wako hapa tutawaua. And kumbuka, the queen is also a Jew. And so Haman kesho yake anaenda kwa mfalme, anaambia mfalme kwamba mfalme, kuna kitu inaendelea kwa hiyo falme yako ambayo ni mbaya. Kuna watu walibaki hapa na these guys are a threat to your kingdom. Ile uwe safe, wewe sasa kwamba watu siku fulani wauawe wote. And so king akaangalia kusema ni ukweli. Then akampea ile stamp yake, akamwambia wewe andika barua na uweke siri yangu, kwamba tarehe fulani hawa jamaa wote watauawa, na kila mtu mwenye ataua these Jews, ukikuja uko na 70,000 yako. Ukileta tu kichwa ya Myahudi, 70,000 yako iko na ujuibiri wake. And so akasaini na ikatembea in all the provinces kwamba there's a day that all the Jews will be murdered. Actually it's a genocide. And so when Mordekai heard of this thing, the Bible says that, and when all the Jews heard of this thing, walilia wakaomboleza. Maana wako katika taifa la wenyewe na wanaelewa kwamba watauawa na hakuna kujitetea, unauawa hivyo na watoto wenu wote. Sasa Mordekai akasikia hii maneno na watu wakalia. Na Mordekai akaenda kwa Esther. Akaambia Esther kwamba Esther, there's a plot going on here. These guys want to kill all the Jews. And when they want to kill all the Jews, that means even you, hata wewe ni Myahudi utauawa. Na hiyo barua ambayo imezunguka in all the provinces. Esther, wewe Mungu amekuchagua hapa kwamba uokoe taifa lako. Na Esther akamwambia kwamba Mordekai, wewe unajua sheria. Nilikuleta hapa na unajua sheria. Sheria inasema kwamba mtu hawezi enda mbele ya mfalme isipokuwa mfalme akumwalika. Na ukienda mbele ya mfalme kama hajakualika, then utauawa. Na kama labda ameamka na mtu mzuri, then kuna fimbo yake anakunyosha. Akikunyosha hiyo fimbo, basi utabaki ukiwa hai. Lakini kama sio hivyo, utakufa. Mordekai akamwambia, sikiza Esther, wewe ndio utasaidia taifa yako. Na kama utanyamaza, wewe pia utakufa. Na huenda Mungu ataokoa hii taifa kutoka kwingine, lakini wewe utaangamia. Then Esther told them kwamba nendeni mfunge siku 3. Hata jina maombi haijatajwa hapo. Wamesema tu kufunga kwa siku 3. Lakini we obviously know kwamba hakuna kufunga bila kuomba. Bwana asifiwe. Na Esther pia akafunga kwa siku 3 pamoja na mwenzi wake, ni kulia na kuomboleza. Then after 3 days, Esther akasema kwamba ikue, nitaenda kama nikufa wacha nikufa. And you realize the Bible says kwamba mfalme hakuwa ameonana na Esther for a whole 1 month. Bwana asifiwe. Mchana huyu jamaa labda alikuwa na bibi wengine. Mwezi mmoja hujaonana na bibi yako. For a whole month. Bibi yako tu hapo naye anashughulika na mambo mengine. Samuel, penyana ready. And so Esther akaenda. Akafika forget. You just try to imagine the anxiety, the tension. Akafika. Wakati alifika akagather all the courage na akaenda na akaingia kwa the palace mahali mfalme anakaa.
Mfalme akamwangalia Esther, akajua hapa sasa mimi nimekwisha, lakini afadhali nikwishe, sababu bwana nikikaa bado nitakufa. Bwana asifiwe. You know, in life there are times that you are supposed to take some decisions that are very bold. Because if you don't take them, utabaki kuwa maskini. Bwana asifiwe. Watu wanakuambia kwamba tukifunza bibi atakutoroka mashariki. Mwakutoroka hata usipofunza atoroka. Chukua loan, peleka bibi shule asome. Kuna hizi vitu na cross ndio ukiinvest hapa Kisii town wa Kisii watakupiga vita hadi utabaki maskini na utakufa. Ati wewe ngoja sijui wewe invest kwenu, wewe ngoja urudi uolewe kwenu, unarudi kuolewa na ndugu yako. Hapo kwenu si ndugu zako wapi? Ancestor akasema kwamba I have to make these decisions. In life there are times you just have to make those bold decisions. If I get it, I get it. If I don't, God knows. Sitapigwa. And so Esther akaenda, and finally mfalme akanyorosha ile fimbo yake na akamnyoshia ako safe. Na akamuuliza, Esther, ni nini unataka bibi yangu? Ya sembo yangu. Niambie, hata nusu ya ufalme yangu nitakupea. So, you know, Esther ameenda sababu watu wake wanataka kuuawa, si ndio? Moyo nani Hama anataka kuua watu wake. So, mfalme amekuuliza, ni nini unataka? Babe, ni nini? Niambie. Kama wewe ni Esther unasema ni nini opportunity nzuri? Mfalme, hao watu wanataka kutuua sisi wote. But Esther akaangalia akasema no. This is not the way to do it. Kuna njia wa mama, kuna njia hata ya kuomba pesa. Ukitaka kutoanisha mtu mzuri kuna njia. Sio tu mtu ametoka kazi anasema nipe. Ulifanya kama unakula. Kuna njia hii ukiongelesha mtu mzuri hata ATM utapewa na pin ya M-Pesa yote mama kwenu. So Esther akaangalia akasema nimepewa nafasi lakini this is not the right time. Akaambia mfalme, ikikupendeza na kama nimepata kibali mbele yako, niruhusu tu mimi bibi yako mimi nikuandalie chakula karamu mzuri kesho na ukuje wewe na Haman. Then sababu si mfalme alisema kwamba babe, sema nitakufanyia. Unataka nini? Nitakupea. Nilisikia basi akuuliza. Lakini maswali mengine ya ukuzi usiuliza, ati unauliza babe nikufanyie nini? Ukiuliza upeane nyundo ile nisuluhisha Yesu utapeana. So sababu mfalme alikuwa amekubali, akasema ni sawa, wewe enda andaa chakula, utakuja na Haman, huyu deputy yangu, atakuja. Then akaenda akaandaa chakula vizuri. Wakakuja. Wakawa wanakula wanasherehekea tu wanafurahi chakula ni nzuri. Haman pia amesema, mpaka nimeinuliwa mpaka naitwa lunch na bibi ya mfalme. Hii Mungu amenionekania. Lakini Mordekai lazima nitamaliza. So anaona ni opportunity nzuri. Then wakakula ile lunch vizuri wakasherehekea. Hajaambia mfalme kitu, hajakimbia. Unafanya kuna vitu haukimbili. Una pole tunachimba tu pole. Then mfalme akamuuliza, ni nini babe? Si niambie. Akaangalia akaona Mungu pia bado si poa. Akamwambia, hii chakula imekuwa sawa. Si kama bado mimi unanipenda, sikubali nikupikie tena kesho. Mfalme akasema ni sawa. Sababu mfalme anamwambia, sema tu nitakupea half of the kingdom. Of all the 127 provinces nitakugawia nusu. Akasema ni sawa, wewe andaa lunch. Then something happens. Mordekai bado pia amekuwa kichwa ngumu. Anasema hii watu wajinga hii. Haba jinga. Siwezi kupigia salute. Haman anapita akitoka kwa ile sherehe, Haman amefurahi na bounce. Ametoka kwa sherehe amepikiwa mzuri na bibi ya king. Mordekai amekataa kumpigia salute. Then Haman anasema hata kama ile siku ya kuua watu baada haijafika, lakini Mordekai wewe kesho utakumaliza. Anasema hebu nichimbie ile shimo vizuri mahali ya kuhanga watu. Anaenda kwa nyumba yake anasema huyu kesho tutamalizia na tukingoja ile ingine ile tarehe. Then the Bible says kwamba usiku huo mfalme akaenda kulala. Nakumbuka watu wanaomba, watu wamefunga, watu wanaomba wanalia.
Then mfalme hawezi lala vizuri. Anasikia tu kitu inamsumbua. But I want to think the prayer work, Bwana asifiwe. Amen. Na pia ile kitu ile bibi yake alimwambia pia inamsumbua. Jamaa analala anashangaa. Huyu mtu ni nini? Anataka nini? So mfalme hawezi lala. Ni kama tu sasa hivi nikaekae hapa alafu kidogo naona Nyasemba ameniandikia text. I love you babe. Si lazima niulize ndani nini? Kama ni kosa ya kuhusu useme tu nataka. Lazima uzunguke. So hiyo kitu yenye nani? Esther alifanya inasumbua huyu jamaa. Jamaa hawezi lala. Anakaa usiku. Then anasema usingizi umepotea. Hebu mniletee ile jana nipitie. Then akipitia jana anapata kwamba 5 years ago kulikuwa na mtu ambaye watu walitaka kumuua na mtu alimsaidia. Na tunauliza na huyu mtu mwenye alipeana hii story, amewahi fanywa nini? Ati hakuna. Na inafaa afanywe nini? Inafaa atunzwe hata kama ni madaraka apewe. Tena akasema basi niweke hiyo kitu hapo kwa meza yangu, first thing tomorrow morning. Kesho asubuhi Haman ametoka kwake, amepita kwa gate, ameona Mordekai. Akasema wewe nakumalizia. Ngoja tu nifike kwa mfalme nimpe hesabu, alafu nimuombe ruhusa nikumalizie. Sasa afika kwa mfalme anamwambia jambo sasa tumeamka vizuri, anamwambia na wewe Haman, mtu akifanya vizuri kabisa kwa hiyo ufalme anafaa afanywe nini? Then Haman na ujinga yake anafikiria ni yeye, sababu hata jana aliwekwa kwa sherehe. Akasema mfalme, mtu kama huyo apewe farasi mzuri na apande na avalishe nguo mzuri na atembezwe kwa taoni yote akisema hivi ndio itakuwa kwa mtu mwenye ameheshimu mfalme. Akasema kuna kitu kingine na pia anaweza pewa pesa nyingine mzuri. Kuna nyingine ati ni hiyo tu mfalme na wewe hata nyumba iwe mzuri. Tena anaambiwa kwamba hebu soma hii jana. Kuna jamaa alifanya hivi. Unajua huyu mtu anasema jina ni Mordekai. Ati yeye anamjua. Hapo wapi hapo kesho. Hiyo vitu umesema ende umfanyie. Jashe kaanza kutokezea Haman kidogo kidogo, lakini ashasema na mfalme ashatoa amri. There is nothing you can do. Na hivyo akaenda. Alipoenda akafanyia Mordekai hivyo, ilikuwa aibu kwake sababu alikuwa ameambia watu wakamaliza Mordekai, ikawa aibu kwake kabisa. Akarudi kwa bibi yake na watu wake. Bibi yake na watu wake akamwambia, Haman, chunga. Hii vita unapigana, hatuoni ikienda vizuri, wewe chunga sana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa zingine pia ukianzisha vita na mtu, wewe jiulize ni nani unaanza naye vita. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako wewe jiulize ni nani unaanza kupigana naye. Kabla uanze vita tu, wewe jiulize ni nani huyu. So baada ya hiyo aibu, Haman akasema sawa, wacha nirudi kwa ile. Si unakumbuka kuna sherehe inaongojea? Wacha nirudi. Wakarudi, chakula ikaandaliwa. Esther akaona sasa hapa mood ni mzuri. Mfalme akamuuliza, Esther unataka nini? Mimi nimechoka na hii mambo ya kuniweka pende. Kama ni pesa ya saluni wewe fanye nini? Hii story hii. Esther akamwambia mfalme, mimi ni Myahudi. Na kuna sheria ulisaini hapo kama Wayahudi wote wauawe, mimi pamoja na hao. So mimi nimekwisha. Nikikupendeza, just save my life and the life of my people. Akamuuliza nani amesema hilo? Akasema ndio huyu ama anamekaa. Anasema hapo kwa meza. Mfalme akakasirika ile yake hata akaboka akasema ama ili kunidanganya na siwezi kuvumilia. Ile hasira akatoka nje. Kutoka nje Haman pia akaona hii vita imekuwa kali. Wacha niende nipige tu magoti niambie huyu mama tusamee. Akapiga magoti, sasa anapiga magoti huyu mwanamke pia anakimbia. Akamshika mguu. Mfalme sasa anarudi, anapata huyu jamaa anang'ang'ana na bibi ya mguu ya mfalme. Akamuuliza, "Wewe hii vitu mnidanganya na tena bibi yangu napiga hapa." Kwa ile hasira mfalme hakutaka ambiwe hata ni nini. Akasema huyu jamaa aende ahangiwe. Kwa ile shimo yenyewe alichimba. Bwana asifiwe. And that is how Haman
watamalizwa. Lakini kumbuka bado kuna ile sheria ambayo mfalme akishaweka kidole hao watu wauawe, lazima watauawa. Then mfalme akaulizwa, what will we now do? Then akaambiwa kwamba what you can do, andika sheria useme kwamba sababu huwezi cancel ile, but wewe andika decree useme kwamba mwenye anataka kupiga Wayahudi aende kwa wapige, lakini watajitetea. Na mimi pia nitawasupport kwa hiyo kujitetea kwao. So hiyo siku ikafika na watu si unajua kuna wajinga tu bado. Wakasema hii watu lazima tumalize. So wakaenda, ilikuwa ni vita. And Bible said that the Persians, over 750,000 of them were killed. Wakijaribu kupiga watu. Bwana asifiwe. I want to say this again. Kuna vita zile ambazo si zako, ni za Mungu. Amen. Wewe kaa tu sawa sawa. Biblia inasema kwamba wewe kaa tu sawa sawa uone Mungu akupigania vita. Attempt to fight battles that are not ours. Esther wakati aliona hapa kuna vita pamoja na Mordekai, alisema kwamba hao wanapanga silaha na wananoa visu, lakini sisi wacha tuende kwa magoti tulie na tuombe kwa Mungu. And because of that they won that war. Bwana asifiwe. You can also win the battles that are ahead of you if you know the strategy of the battles. Sio vita vyote vya kupigana ngumi na matusi. Kuna vita zile za kukuja na kupiga magoti na kujifungia kanisa peke yako na kupiga magoti kwa nyumba yako, na hapo utapata ushindi. Amen. Yesu Kristo anasema kwamba yakikulemea sana, njoo kwangu. Nitakupea nira ambayo ni laini, ile ambayo ni nyepesi. Usingangane na vita zingine. Jambo langu la pili, tusio watu ambao ni wapumbavu wakati mwingine. Queen Vashti aliona ameinuliwa na amefika kwamba anaweza kaidi kila mtu. Anaweza kaidi hata kama ni bwana yake. Hakujua kwamba bwana yake ni mfalme. I want to tell us that in places that we work, when God anakuinua kutoka kwa watu mmoja hadi nyingine, wapendwa, pride comes before a fall. Wewe ukiwa mtu wa kiburi utaanguka. The Bible says that God resists those who are proud and He lifts those who are humble. I pray that somebody this afternoon in this sanctuary may be humble. Kama mkubwa wako ni mkubwa yako, hata kama ni mjinga. Unajua Esther aliangalia, Vashti aliangalia na akasema kwamba huyu ni mjinga, ni mlevi, na akakataa kusikiza ile amri yake. Look at where Vashti was. Na mahali alianguka na kaangukia. Number 3, and that I've said, saa zingine chakua zile vita utapigana. Bwana asifiwe. Especially vita na watu ambao ni waombezi. Those people that are praying, those people that have a heart for God. Hata kama anakosea namna gani, chungana na hiyo vita. Bwana asifiwe. Maana the person that is fighting for them is greater than everything else that you know. Bwana asifiwe. And finally, I want to tell us that in all things, zile ambazo tunapitia, God is working behind the scenes. Kuna wakati zingine zitafanyika mpaka ujui nini inaendelea, ni kama Mungu hayuko hapo, zile vitu napitia ni kali. But I want to tell us that recognize God in everything that you are going through. And God will give you the victory. God will give you the proclamation that God will make on you will be greater than the thing that you see for yourself. Bow your heads, I want to pray. God in heaven, we thank you. Our lives and attempts are in tatters. We do not know even where to begin, where to end, we do not know. Like Esther, some of us are so desperate. We are orphans. We do not have the connections. We are in a foreign land. Nobody is there for us. But Lord, when you are for us, all victory is assured. And so we want to thank you. We want to invite you in a special way that you come. We draw close to you, Lord. We call at you, and you said that call unto me and I will answer you. As we bow our heads down, Lord, as we lift them unto you, my God, my Redeemer, answer us in a mighty way. Answer us in a way that only you can do. In Jesus' name I pray. Amen.